الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله أساس كل خير وسبب كل فلاح ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa tunabudi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha nichukue fursa hii kukuhusia ndugu yangu Muislamu, bila kuisahau nafsi yangu katika swala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu ndio msingi wa kila kheri kwa mwanadamu. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio sababu ya kufaulu mwanadamu, na yeyote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ya Allah atayaweka mambo yake yote yawe yana wepesi. Ndugu zangu, ama unwani ya hotuba yetu ya leo bi'amnillah subhanahu wa ta'ala, tutaishi na aya mbili zilizomo katika suratu Dhariyat, aya ya 20 hadi 21. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa fil ardi ayatun lilmuqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala asema, na katika ardhi zipo ishara kwa mwenye akili, kwa yule mwenye yakini. Wa fil ardi ayatun lilmuqinin, na katika ardhi mnayoishi Allah subhanahu wa ta'ala ameweka alama, tena alama za wazi kabisa zinazoweza kumsababisha mtu akamkumbuka na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alama hizi zitawafaa wale wenye yakini peke yao. Wa fi anfusikum, na pia katika nafsi zenu nyinyi wenyewe. Afala tubsirun, je, hilo hamlioni? Je, mbona hilo hamlizingatii kuhusiana na nafsi zenu nyinyi wenyewe, ikawa ni sababu ya kuwarejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minuna ibadullah, hadhihi al-ayatu al-'azima da'watun rabbaniyatun ila at-tafakkur wa at-tabassur. Katika aya hizi mbili, ndugu zangu katika imani, kuna mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwataka wanadamu wawe na tafakkur,
wafikirie, wakae chini wafikirie aya hizi mbili. Da'watun linnadhari fil ayati alqariba minna qabla alba'ida. Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka pale utakapofikiria, kwanza tuwaidhike, kwanza sisi tujirudi kupitia alama na ishara tulizonazo sisi wenyewe, kabla ya ishara za mbali kabisa kutuwaidhi na kutupelekea kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka mwanadamu aiangalie nafsi yake, akae kidete, kikao maalum, aizungumzishe na aifikirie nafsi yake yeye mwenyewe, hilo apate kudiriki ukubwa wa yule aliyemuumba. Iwapo ataangalia vizuri nafsi yake, atajua ukamilifu wa yule aliyemuumba, namna alivyomtengeneza katika umbile zuri, bila yeye kupeleka maombi kwamba aumbe katika sura ya namna fulani. Lakini akifikiria vizuri nafsi yake, ataona haja aliyonayo, shauku aliyonayo, udhalili alionao, kwamba yeye hawezi kujitosheleza bila ya kumwelekea yule aliyemuumba. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo tunayapata, mwanadamu anabidi ayafikirie zaidi katika aya hizi, hususan aya mwisho, wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu nyinyi wenyewe, hivi kwa nini hamuoni? Kwa nini hamfikiri? Kwa nini hilo haliwatumi mkawa mmetumia muda mrefu kufikiria na kuwaza ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala? Awalan, jambo la kwanza, atafakuru fi khalqi al-insan. Ni lazima mwanadamu afikirie uumbwaji wa mwanadamu, namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyomtengeneza mwanadamu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-insana khulqan ajiba. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kiumbe huyu mwanadamu ambaye ni mimi na wewe. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba katika umbile la ajabu sana. Umbile hili mwanadamu akilitafakari vilivyo kwa kina, ataona maajabu yaliyomzunguka huyu mwanadamu. Yabda dha'ifan wa yantahi dha'ifa. Mwanadamu anaanza akiwa ni dhalili, akiwa ni dhaifu, hana lolote, hana nguvu, hatambui chochote, lakini mwisho wa safari yake, iwapo Allah subhanahu atampa umri mrefu, anarudi katika asili ile ile. Namna alivyoanza ndivyo anavyomaliza kama atapewa umri mrefu. Allah subhanahu wa ta'ala akambainisha mwanadamu kati ya kuzaliwa na kati ya kufa kwa umri mrefu. Hapa atakuwa na nguvu, lakini pia tutaondoka. Qala subhana, Allah sema, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, ni Allah ambaye amewaumbeni kutokana na udhaifu. Allah amewaumba mkiwa nyinyi ni madhaifu, mkiwa nyinyi ni wadhalili. Allah amewatoa katika matumbo ya mama zenu, la ta'lamuna shay'a, mkiwa hamfahamu lolote, hakuna mnalolijua. Lakini thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha Allah akajalia baada ya udhalili huo, baada ya unyonge huo, Allah akawapa nguvu, mwaweza kufanya lolote, waweza kuamua lolote na likawa, waweza kusimamia lolote na likawa. Lakini thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, kisha Allah subhanahu akamjalia huyu mwanadamu baada ya nguvu alizonazo, Allah akamjalia udhaifu vile vile na uzee, utu uzima. Hapa vile vile akarudi katika ile asili, wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalq, yule tutakayempa umri mrefu tutampunguzia katika maumbile. Lazima maumbile yapungue, na namna mojawapo ya kupungua maumbile ni kile kitendo cha kuondokewa na nguvu, akarudi kama alivyokuwa mtoto mdogo.
Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala asema kumwambia mwanadamu, ya ibn Adam inma anta ayyamun, wewe mwanadamu jua asili yako, wewe asili yako ni masiku fulani yaliyokusanyika pamoja. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuka, kila siku moja inapoondoka inaondoka sehemu katika umri wako, sehemu katika maisha yako ndio inayopungua, wala sio siku kama siku kwamba inamalizika. Taammalu rahimakumullah, enyi waja wa Allah, zingatieni maneno haya, zingatia mwanzo wetu ulikuwaje, lakini vile vile zingatia mwisho wetu. Allah subhanahu wa ta'ala sema, alam nakhluqukum min ma'in mahin, hili ndilo chimbuko la mwanadamu, ndio asili ya mimi na wewe. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, hivi nini hatukuwaumbeni kutokana na maji, tena maji ambayo ni dhalili. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na maji haya akamtengeneza kiumbe ambaye ana macho, ambaye ana masikio, ambaye macho yake yaweza kuona na kutofautisha baadhi ya vitu kwamba hiki kina rangi fulani, hiki kiko kadha, hiki kiko kadha. Allah akampa masikio ambayo anatumia kusikiliza sauti mbalimbali na kudadabua kila kimoja kwamba hii sauti ni ya kitu fulani, hii ni ya kitu fulani, hii ni ya kitu fulani. Lakini kubwa kuliko Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu huyu akampa akili ambayo kuitumia yeye, kutumia akili hiyo akaweza kupambanua baina ya haki na batil, kutumia akili baina ya kizuri na kibaya, kutumia akili aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi rahimahullah ta'ala asema, wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid, kila kitu kina alama na ishara na hoja zaidi zinazodhihirisha na kuonesha ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Ndugu zangu katika imani, bali wema waliotangulia wamesema, law tafakkara an-nasu fi anfusihim, leti watu wangefikiria nafsi zao, wakakaa kidete na kutathmini nafsi zao, lakafahum dhalika ani tafakkuri fi ghairihim, hilo tu lingewatosheleza, wasingekuwa na haja ya kufikiria viumbe vingine tofauti na nafsi zao wao wenyewe. Lakini ndugu zangu katika imani, vipi nafsi zetu zimekuwa ni somo linalotosheleza kuturejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Thaniyan, nukta ya pili, ayatullahi fil qalbi wan nafs, alama za Allah subhanahu wa ta'ala alizomwekea huyu mwanadamu katika nafsi yake, katika moyo wake. Ndugu Waislamu, inna a'jaba ma fil insani qalbuhu, maajabu makubwa yaliyobebwa na kiumbe huyu mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaka tutafakari, maajabu makubwa yamebebwa na nafsi yake. Fa huwa mawdhi'ul iman, nafsi yake ndiyo sehemu ya imani katika moyo wake, ndiyo sehemu ya yaqini katika moyo wake, ndiyo sehemu inayoangaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, ala wa inna fil jasadi mudgha, tambua ewe Muislamu, tambua ewe mwanadamu, hakika katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama. Pande hili idha salaha aljasadu kulluhu, likitengamaa pande hili la nyama lililomo katika mwili wa mwanadamu, mwili mzima umetengamaa, hauna wasiwasi. Kinyume chake likiharibika, basi mwili mzima hauna maana, haufai, umeharibika. Na pande hili Mtume sallallahu alaihi wasallam akalibainisha kwamba ni moyo. Ndugu zangu katika imani, katika moyo wa mwanadamu, katika nafsi ya mwanadamu kuna mambo mengi ambayo yamebebwa na nafsi hii. Fiha hubbul khairi wa hubbush shar, moyo ndio umebeba kupenda kheri au kupenda shari. Ukiona mtu akimbizana katika mambo ya kheri, jua huo ni moyo wake umesalimika. Na ukimwona mtu akimbilia katika mambo ya shari, ayapuuza mambo ya kheri, jua moyo wake una kasoro.
Moyo huu ndio umebeba kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ndio umebeba maamuzi ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Huu moyo ndio umebeba kukimbilia kheri au kuzipuuza na kuzipa mgongo. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusiana na moyo, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kwa hakika amefaulu, ametakasika yule ambaye ataitakasa nafsi yake. Kile kitendo cha nafsi yake kuitakasa, kile kitendo cha nafsi yake kuipa umuhimu akaielekeza kwa Allah, hiyo ni dalili ya kufaulu na kusalimika kwa mtu. Lakini mtu akaiacha nafsi yake akabweteka, ni dalili ya uovu alionao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, ama jambo la tatu, ma'rifatu an-nafsi tariqu li ma'rifati rabbi. Ni nafsi hii ifahamu njia ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jukumu la nafsi ya mwanadamu aifahamishe, ailee katika malezi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waja wa Allah, wamesema baadhi ya wema waliotangulia, man arafa nafsahu arafa rabbahu, yeyote atakayeitambua nafsi yake, atakayejua thamani ya nafsi yake, basi bila shaka huyo atatambua thamani ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ay man arafa dha'fa nafsihi, maana yake yeyote atakayefahamu udhaifu wa nafsi yake, wa faqaraha, na ufakiri wa nafsi yake, na kushindwa kwa nafsi yake na uwezo, basi huyo atatambua ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye hana wa kumtosheleza isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hana wa kumkamilishia mambo yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. As-sahabi al-jalil Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu amsema, a'rif nafsi ma'rifatan taj'alni ahtaqiru 'amali. Nilipojua nafsi yangu nikaifahamu vyema, hilo lilikuwa ni sababu ya kudharau matendo yangu ninayoyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu atajua yoyote atakayofanya bado hajatimiza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سفيان الثوري رحمه الله, سفيان الثوري أسمع ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي, sijapambana na kitu chochote ambacho ni kitu kigumu, kilikuwa kila nikipambana nacho kinanishinda dhidi ya nafsi yangu. Ndugu zangu katika imani, mwanadamu akifahamu nafsi yake atakuwa mnyenyekevu. Mwanadamu akifahamu nafsi yake hatakuwa na kiburi. Mwanadamu akifahamu nafsi yake vyema, basi atakuwa na aibu na Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa anaenda haraka kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu atakuwa ameifahamu vyema nafsi yake. Rabi'an, jambo la 4, al-ghaflatu 'anil nafsi sababu al-hilak. Mtu kughafilika na nafsi yake hii ni sababu, ni nyenzo, ni katika alama za yeye kuangamia. Mwanadamu akiacha nafsi yake, asikane na nafsi yake, asiangalie nafsi yake, akaipa uhuru ifanye itakavyo, basi afahamu amefungua milango wa yeye kuweza kuangamia. Ndugu zangu katika imani, minan nasi man yata'ammalu ad-dunya kullaha, minan nasi man yata'ammalu ad-dunya kullaha. Baadhi ya watu wapo wana mazingatio na dunia yote, kila kitu wanachukulia kwa mazingatio, wanatafakari, wanakaa chini, wanajiuliza mara mbili kuhusiana na dunia yao. Wayakfulu an nafsihi, lakini huyo utamuona ameghafilika na nafsi yake, hana mpango, hana muda, yaarifu akhbara an-nasi wala yaarifu ghuyubahu wala yaarifu uyubahu, afahamu habari za watu fulani kadha, hili liko hivi, hili liko hivi. Hata ukitaka ushauri wa dunia yako
yako, muhusishe, atakushauri vyema. Lakini huyo ameghafilika na aibu zilizobebwa na nafsi yake. Yuraqibu al-khalqa wa yansa al-khaliqa subhanahu. Mtu huyu utamkuta ana miamala, anafanya miamala mbalimbali, anaamiliana, anaishi na viumbe vizuri sana, lakini amesahau kuamiliana vyema na yule aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, Hasan al-Basri asema al-mu'minu qawamun ala nafsihi, mu'min ni mwenye kuisimamia, ni mwenye kusimama imara na nafsi yake, haitelekezi kwa namna yoyote. Yuhasibuha lillahi, kila wakati anaihesabu imefanya nini kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, anaihesabu, anaipitia. Wa inma khaffa alhisabu yawm alqiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fi dunya, hakika itakuwa nyepesi hesabu siku ya kiyama dhidi ya watu wale ambao walikaa kidete, wakazipitia, wakazihesabu, wakapiga mahesabu ya matendo yao waliyofanya katika maisha ya dunia. Waqala Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala, rahimallahu 'abdan qala li nafsihi alasti sahibatan kadha alasti sahibatan kadha thumma zammaha 'ala al-haqq. Malik ibn Dinar anasema Allah amrehemu, Allah amhurumie mtu ambaye amekaa na nafsi yake, akawa anazungumza nafsi yake, ewe nafsi yangu, wewe jana usilifanya kitu fulani, leo umefanya kitu fulani, jana usilifanya hiki na leo ukafanya hiki. Kisha akaisuta, akaibeza nafsi yake kulingana na vile ilivyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Malik ibn Dinar anasema mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu, aombewa dua kulingana na kukaa nafsi yake, akawa ajua thamani ya nafsi yake kama alivyomwelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, na pia katika nafsi zenu, je hilo hamuoni? Je, hamuoni thamani ya nafsi zenu? Hamuoni nafsi zenu zimebebwa na kitu gani? Ndugu zangu katika imani, Muislamu lazima akae afikirie nafsi yake na ielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأوصيكم مرة الثانية وإياي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu, nikiwahusia kwa mara ya pili sambamba na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa unwani ya hotuba yetu tuzungumzia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika sura adh-Dhariyat, wa fil ardi ayatun lilmuqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jambo la tano, muhasabatu an-nafs wal isti'dadu lil akhirah, ni mtu kuhesabu nafsi yake na akajiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa na maandalizi yakinifu kwa ajili ya akhera. Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab asema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla ya kuhesabiwa. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum, yapime matendo yenu mnayofanya kabla ya kupimiwa. Msingoje kuja kupimiwa na kuhesabiwa mbele ya Allah. Lazima uwe na tathmini katika dunia yako, hili ulilolifanya, haya ulionayo, ikiwa utarejeshwa kwa hali ile ile ulionayo, je, wewe unajiona upo katika hali gani mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala?
Kwa hali hii ulionayo, iwapo kifo kitakuchukua kwa muda huu, wewe mbele ya Mola wako utakuwa na nafasi gani? Ni mtu wa kufaulu, wa kusalimika, au ni mtu wa kuangamia na kuharibikiwa? Ikiwa ni mtu wa kufaulu, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe katika hali hiyo. Kinyume chake, ukiona wewe iwapo kwa hali ulionayo basi ni mtu wa kuharibikiwa, basi hii ni fursa, rekebisha ili uende kwa Mola wako hali ya kuwa umeridhiwa. Wakana ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, Ibn Mas'ud alikuwa akisema, al-mu'minu yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Tufahamu ya kuwa mwanadamu kuifikiria nafsi yake ni sababu ya kumpelekea kuomba msamaha kwa dhambi alizomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba msamaha ni sababu ya kumuingiza peponi. Lakini kughafilika na kutoichunguza na kuitathmini nafsi yake ni sababu ya kumpelekea katika hasara, na hasara ni sababu ya kumuingiza katika moto wa jahannam, wal-iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi mlioamini Allah, hebu mcheni Mola wenu, waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na nafsi iangalie, mtu ajipigie tathmini, imefanya nini kwa ajili ya kesho, imefanya nini kwa ajili ya safari ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, lazima mtu afanye tathmini, ana nini yeye la kuenda nalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sadisan, nukta ya 7, atharu tafakkur fi nafsi, athari zinazopatikana pale mtu atakapoitafakari, atakapoifikiria nafsi yake. Ibadallah, enyi waja wa Allah, min athari tafakkur fi nafsi sidqu tauba, miongoni mwa athari chanya zitakazopatikana baada ya mtu kukaa na nafsi yake akaitafakari, akaiangalia, basi jambo la kwanza atatubia toba ya kweli, toba ambayo si ya kuigiza, toba ambayo amemwelekeza, amemlenga Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe. Wa khashyatullahi fi sirri wal alan, mtu akitathmini nafsi yake, basi hilo litampelekea kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa mbele za watu atamwogopa Allah, akiwa peke yake chemba atamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu akitathmini nafsi yake hatoghurika na yale aliyoyafanya katika mambo ya kheri, kama mimi nimefanya kitu fulani, mimi nimefanya hiki, mimi nimefanya hiki. Hapana, hatofungua mlango huu, kwa sababu hata hilo alilolifanya hajui Allah subhanahu wa ta'ala amelikubali au amelikataa. Lakini faida nyingine kwa yule mwenye kuitafakari nafsi yake na kuizingatia na kuichunga na kuiangalia, basi kila tendo atakalolifanya atalifanya kwa ajili ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumwelekezea Allah subhanahu wa ta'ala. Hatofanya kwa ajili ya ria wala kwa ajili ya kujionyesha kwa watu. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى, من خاف الله لم يضره أحد ومن خاف الناس ضره كل أحد. yeyote atakayemhofu Allah subhanahu hatodhuriwa na kitu chochote. Madamu anamwogopa Allah, afahamu hawezi kudhuriwa na kitu chochote. Lakini yule atakayeogopa chochote kisichokuwa Allah, afahamu basi chochote kitamdhuru katika maisha yake. Ndugu zangu katika imani, sabian, jambo la 7 na la mwisho, nidaul aya. Kwanza tuangalie wito wa aya inavyotuelekeza aya hii, wa fi anfusikum afala tubsirun, ay afala tarji'un. Mtu akiangalia nafsi yake, Allah wauliza afala tubsirun, maana yake kwa nini sasa hamjamrejea Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khaliq subhanahu, Allah ambaye ni muumbaji wa nafsi hiyo. Afala ta'tabirun, kwa nini hamna mazingatio kunako nafsi zenu?
afala tastahayuna min Allah, kwa nini hamna haya mbele ya Mola wenu? Ndugu zangu katika imani, fabassir qalbaka qabla an tutmasa basiratuhu, Hebu ndugu zangu iangalie nafsi yako, itathmini nafsi yako, kaa kidete na nafsi yako, ichunge nafsi yako, usiachilie nafsi yako kabla ya macho yako kufungwa. Ndugu zangu, warji ila rabbika, narejea kwa Mola wako, ielekeze nafsi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kabla an yuqalu fulan qad madha, kabla ya kuambiwa fulani hatuna tena, asharejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tuzilazimishe nafsi zetu kuzielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma sallu wa sallimu ala man umirtum bis-salati was-salamu alayhi. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.